na leo ninayo furaha kwanza kuwa kwenye eneo hili la Liwale kwa ajili ya kuhudhuria mkutano mkuu wa chama kikuu cha ushirika cha RUNALI ambao unafanyika leo. Huu ni mkutano wao wa 8 kuanzia wameanzishwa, na katika mkutano huu moja ya kazi kubwa ambayo wako wamenialika kuja kufanya ni kuwasaidia kuzindua magari yao. Wamenunua magari 8 makubwa ya kubebea mizigo ambayo lengo lake ni kuja kusaidia kwenye usafirishaji wa mazao. Chama cha RUNALI ni chama cha wakulima, ni chama cha ushirika cha wakulima. Kwa hiyo kazi yao kubwa ni kukusanya mazao ya wakulima kutoka kwenye mashamba kwenda kwenye vyama vya msingi, lakini kutoka kwenye vyama vya msingi kupeleka kwenye maghala makuu. Kwa hiyo magari haya 8 ambayo wameyanunua, lengo lake ni kuja kurahisisha usafirishaji wa mazao ya wakulima. Na hii imetokana, nawashukuru sana kwa sababu hii wazo hili lilitokana mwaka huu tulipokuwa na mazao mengi ya korosho. Ikaonekana kwamba changamoto mojawapo ilikuwa ni namna ya kusafirisha mazao ya wakulima. Kwa hiyo wao wamejibu hiyo changamoto na tunaamini kwamba mwaka unaokuja tutakuwa vizuri zaidi. Lakini wao wamenunua magari 8, lakini bado kuna vyama vya msingi navyo vingine vimeshanunua na vingine viko kwenye hatua ya kununua magari kwa ajili ya usafirishaji wa mazao ya wakulima. Lakini hiki walichokifanya ndicho ambacho serikali na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa akisisitiza kwamba vyama vya ushirika lazima vitoe suluhisho kwa changamoto za wakulima. Hapa kwa nyuma yangu kuna maroli hayo 8 ya chama kikuu cha ushirika RUNALI. Kwa nini tumewaza wazo la kununua ya maroli kama taasisi au kama chama cha ushirika? Sisi kama chama cha ushirika kwanza tunasimamia mazao ya wakulima, lakini mazao hayo yapo kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani. Kwa hiyo mfumo wa stakabadhi ghalani kuna mnyororo wa thamani kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani. Kati ya mnyororo wa kwanza wa mfumo wa stakabadhi ghalani, maana yake ni kutoka kwa mkulima zao lake kupeleka kwenye ghala la AMCOS atapeleka mkulima mwenyewe, lakini kutoka kwenye ghala la AMCOS kupeleka ghala kuu lazima vitumike vyombo vya usafirishaji kama malori. Kwa sisi kama RUNALI hii kero tumeipata kwa misimu mingi hapo nyuma, hususan kwenye upande wa usafirishaji wa mazao yetu. Kwa hiyo wazo hili tulilichukua sisi kama bodi, tukakaa na watendaji wetu kuhakikisha hii kero ya usafirishaji kwa mazao ya wakulima tunaenda kuitatua kwa kufanya usafirishaji sisi wenyewe. Kwa sababu kwanza sisi kama RUNALI kwa mfumo wa stakabadhi ghalani, wadau wengi tunawalipa kama chama kikuu ukiachana na wakulima. Kwa hiyo tumeona fedha nyingi tunazowalipa wale wadau wa usafirishaji, sisi kama RUNALI tuzitumie ile fursa. Nitolee mfano, kwa mfano msimu uliopita tumelipa zaidi ya bilioni 1 kwa kusafirisha mazao kutoka kwenye AMCOS kwenda ghala kuu. Lakini sambamba na hilo tumesafirisha pembejeo kutoka Mtwara bandarini kuja kwenye maeneo ya Ruangwa na Chingwea na Liwale. Tumelipa zaidi ya milioni 963 kwa ajili ya wasafirishaji. Sasa tumeona kama tutakuwa nao maroli yetu sisi wenyewe, zile bilioni za fedha zitakuja kwenye ushirika, kwenye chama chetu kikuu, lakini hata usafirishaji wa pembejeo zile milioni 963 tutazitumia sisi wenyewe. Tumeshirikiana na RUNALI na tunawashukuru sana kwa kutuamini na kutupa fursa kuweza kuwahudumia. Kama benki ya serikali, ni benki ambayo tunatoa mikopo kwa riba nafuu, na hasa kwenye kuendeleza kuanzia kwenye pembejeo kwa wakulima ambao wanahitaji pembejeo, lakini pia kwa vifaa kwa vitendea kazi kwenye upande wa kilimo kama matrekta, magari kama hivi unavyoona ambao tumeweza kutoa. Kwa RUNALI wao wameweza kuomba mkopo wa zaidi ya bilioni 1.3 ambao tumeweza kuwawezesha sasa, ili iwe ni fursa kubwa kwao, badala ya kuendelea kuwapa watu wengine fedha ambazo zinaweza zikarudi katika chama na zikafanya kazi zaidi, inakuwa ni rahisi. Moja ya changamoto ambayo RUNALI wamekuwa nayo ama vyama vingi vya ushirika ni kupata shida kupata magari kipindi cha msimu. Wakisha kuwa na magari yao, wana uhakika wa kuhakikisha kwamba wanaweza kubeba pembejeo, lakini pia wanaweza kukusanya mazao na wana uwezo kubeba mazao haya kuyapeleka kwenye maghala makuu na kuweza kuwahudumia wakulima kwa wakati. Kama TADB tuna huduma zingine nyingi ambazo tumekuwa tukifanya, na kwa RUNALI mwaka jana pia tumewasaidia kufanya mafunzo kwa viongozi wao ambao tulifanyia na Chingwea.
na ni fursa zingine ambazo zipo kwenye Benki ya Maendeleo ya Kilimo. Niwaombe sasa wakulima, vyama vya ushirika ukanda wote huu, TADB iko kwa ajili yao na TADB iko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunamtoa mkulima kwenye kile kilimo cha kizamani kwenda kwenye kilimo biashara, na TADB iko tayari kutoa huduma. Naitwa Said Ibrahim Mafua, mwenyekiti wa chama cha msingi wilaya ya Nachingwea. Bwana, niwashukuru RUNALI kwa kukiona chama changu, lakini pia siwezi kuchukua sifa peke yangu, nirudi na huko nilipotokea. Wajumbe wenzangu kufanya kazi pamoja na katibu wangu, niwape pongezi sana. Lakini pia RUNALI nishukuru kwenye vyama ambavyo 106 ukaonwa wewe, kwa kweli tunaongeza juhudi zaidi hapa. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Kaimu Rajab Mataka kutoka Mkulima Mkosi. Kwanza nashukuru kwa chama cha RUNALI kwa kuona vyama ambavyo vimefanya vizuri katika msimu huu uliopita. Kwa hiyo ni moja wapo, mimi nashukuru kwamba hawajabahatisha kwa kuona kwamba kila mmoja aliyofanya apewe haki yake. Kwa hiyo mimi niombe tu rai kwa vyama vingine wajifunze kupitia kwa vyama vingine.